149 na 150. Asante. Neno la Bwana linaongea tu juu ya sifa. Sifa peke yake. Na nasema kwamba utamwimbia Bwana wimbo mpya. Utamsifu Bwana kwa sababu ya mambo mema ambayo amefanya. Na Bwana ni mwaminifu kila wakati anapoongea na sisi, anaposema na sisi. Tutasomewa 150. Joy, Zaburi 150. Itasoma. Haleluya. Msifuni Mungu katika patakatifu pake. Msifuni katika anga la uweza wake. Msifuni kwa matendo yake makuu. Msifuni kwa kadiri ya wingi wa ukuu wake. Msifuni kwa mvumo wa baragumu. Msifuni kwa kinanda na kinubi. Msifuni kwa matani na kucheza. Msifuni kwa zeze na filimbi. Msifuni kwa matoazi yaliayo. Msifuni kwa matoazi ya umati sana. Kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Miezi imekwenda na huu mwezi wa 6. Sio kwa sababu sisi ni wema, lakini kwa sababu ya huruma za Mungu. Kitabu cha Maombolezo 3:23 inasema, kama sio huruma za Bwana tungeangamia. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo mengi tumefanya, tunafaa tuadhibiwe. Kuna mambo mengi tumepitia, mengine haujui vile unaepuka, lakini kwa sababu ya huruma za Bwana, kwa sababu ya uzuri wake. Kwa hivyo tumsifu kwa sababu ya matendo yake. Kila mtu kwa sababu ya pumzi tuliyo nayo, tuna sababu ya kumsifu Bwana. Na tunapomsifu Bwana atatutendea zaidi. 149. Mwimbieni Bwana wimbo mpya. Bwana asifiwe sana. Wimbo mpya, sio ule wa kawaida. Tumwambie Bwana jambo jipya. Sifa zake katika kusanyiko la wataua. Israeli na mfurahie yeye aliyemfanya. Wana wa Zayuni na wamshangilie mfalme wao. Na walisifu jina lake kwa kucheza. Kwa matari na kinubi wamwimbie, kwa kuwa Bwana awaridhia watu wake. Wapamba wenye upole kwa wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Tuna sababu nyingi zinazofanya tumsifu Bwana. Na hizi sababu ni kwa sababu yeye ndiye aliyetuumba. Katika Zaburi 27 anasema sisi ni kondoo wa malisho yake. Ametuumba, ametufanya. Kama sio yeye hatungekuwa jinsi tulivyo. Hatungefika mahali tuko. Tuna majina kwa sababu yeye ni yeye. Bwana asifiwe sana. Katika Kizungu anasema I am the I am. Yaani yeye yuko na yeye ni yeye. Na yeye anajitambulisha hivyo. Nasi anatutambulisha kama watoto wake. Kwa hivyo ametupatia given us an identity. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ametupa kitambulisho. We have an identity kwa sababu tunaitwa wana wa Mungu. Katika Yohana 1:12 anasema wote, alikuja hapo mbele anasema wewe alikuja kwa watu wake, lakini hawakumchukua, hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo na mamlaka, na wakafanyika wana wa Mungu. Na hao ndio sisi. Hatujazaliwa kwamba tunaweza kujisifu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwa mwili, lakini kwa sababu ya uwezo wake, kwa sababu ya nguvu zake, ametukarimia neema kubwa sana. Na ni kwa sababu ya neema hiyo anatujali. Bwana Yesu asifiwe. Nipatie
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia? Yes, I was saying, nilikuwa nasema kwamba He has done very many things for us. Ametufanyia mambo mengi. Na tukiyakumbuka hayo mambo, yeye ni Mungu, sio kama wazazi wetu. Wazazi wetu wanafika mahali wanaweza kutusahau, wanaweza kutuacha. Lakini Mungu anajua. Mungu anatujua. Anakujua kwa jina lako. Anasema katika Isaya 45, Isaya 45:11. Isaya 45:11. Anasema, Bwana mtakatifu wa Israeli na muumba wake asema hivi: niulize habari za mambo yatakayokuja, mambo ya wana wangu na habari ya kazi ya mikono yangu. Haya niagizeni. Mimi nimeiumba dunia, nimemhuluku mwanadamu juu yake. Mimi na mikono yangu mimi nimezitanda mbingu, na jeshi lake lote nimeliamuru. Mimi nimemwinua katika haki, nami nitazinyosha njia zake zote. Ataujenga mji, naye atawaacha huru watu wangu. Walihamishwa si kwa kulipwa fedha wala kwa kupewa zawadi, asema Bwana wa majeshi. Bwana asifiwe sana. Ni Mungu ametufanya hivi. Ni Mungu ametufikisha hapa. Ni Mungu ametupa jina. Ni Mungu ametutambulisha pamoja na yeye. Na hiyo ndio ujasiri tuko nao. Kwa sababu kwa kutambulishwa na yeye, tunajua kwamba sisi ni wanawake. Na kabla tuulize chochote, yeye huwa anajua. Anajua mahitaji yetu. Hatuhitaji kujieleza sana. Katika kitabu cha waraka wa Yohana 1:5-14 anasema kwamba tuna ujasiri kwamba kila wakati tunapomuomba yeye husikia. Na hasikii tu, bali atajibu maombi yetu. Bwana asifiwe sana. So Mungu yuko upande wetu. Na Mungu akiwa upande wetu, hakuna kitu kitakuja kinyume na sisi. Anasema anatujua. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tuna sababu nyingi za kumsifu yeye, kwa sababu yeye ni Mungu. Yes, we need to praise God kwa sababu of his nature, his actions. Yale mambo amefanya kwa sababu ya viumbe vyake. Yeye ni Mungu mkuu. Yeye anatukuzwa. He is a glorious God. Yeye is a glorious God. Ni Mungu wa kupewa utukufu. Ameinuliwa sana. Katika Isaya 6:1 tunawasikia Isaya anaposema, nilipoingia nimemuona Bwana ameinuliwa. Anazungumza. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo utukufu wa Bwana haulinganishwi na mtu mwingine. Na hataki yeye kulinganishwa na mtu mwingine. Na utukufu wake anapewa yeye mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Hawezi kugawana utukufu wake. He cannot share his glory with another. It is just him. Bwana asifiwe sana. So ukijifunza kumshukuru Bwana, kumsifu Bwana, kwa sababu yeye anastahili hiyo sifa. Bwana asifiwe sana. Anastahili hiyo sifa yako. Kwa sababu yeye hakuna mwingine kama yeye. Sisi ni kazi ya mikono yake. Isaya 6. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, na alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Bwana asifiwe sana. Juu yake walisimama maserafi. Kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa wawili alifunika uso wake, na
wawili alifunika miguu yake, na kwa mawili alipaa. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. He is a glorious God. Yeye ni Mungu, anafaa kupewa sifa kwa sababu he is a glorious God. Inaweza kusomewa Hesabu Kutoka Exodus 4 Kutoka 44, 34 na 35. Ule amepata anaweza kumsomea tafadhali. Exodus 40, 34, 35. Tukiwa bado tunangoja asome, tutasoma Zaburi 19:1. Mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana usemezana na mchana, usiku utolea usiku maarifa. Bwana asifiwe sana. Naongea juu ya utukufu wa Bwana. Tunafaa tumsifu kwa sababu ya utukufu wake. Nimesema Isaya, nilisoma Exodus, Kutoka 34. Ndipo ile wingu likaifunikiza hema ya kukutana, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Wala Musa hakuweza kuingia hema la kukutania, kwa sababu lile wingu lilikaa juu yake, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu anatukuzwa, anafaa kupewa sifa zaidi kwa sababu yeye anatukuzwa. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, Mungu ni mwanga. God is light. I said God is glorious. Ya kwanza nasema God is light. Mungu ni mwanga. He is light. Na Mungu akiwa mwanga, tutasoma msikiwa somo hapo hapo. Ndio iko nini? What is the problem? Alina cha Kiswahili. Dada Hela, una Kiswahili? Una Kiswahili? So read for us Psalms 104 verse 2. Zaburi 104 na Jodi tatusomea Ufunuo wa Yohana 22:5. Revelation 22:5. Psalms 104:2. 104:2. Umejivika nuru kama vazi, umezijaza mbingu kama pazia. Asante. Nasoma hili ingine. 22, Revelation 22:5. Naenda mbio. Nichelewa. Revelation 22:5. Okay. Nitasoma. Wala hapatakuwa na usiku tena, wala hawana haja ya taa wala ya nuru ya jua, kwa kuwa Bwana Mungu huwatia nuru, nao watatawala hata milele na milele. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Bwana ni nuru. He is light. Na ndio sababu tunasema tunapotembea katika Bwana lazima tutembee katika nuru. Mambo ya giza haipatikani kwa Bwana. Bwana anataka vitu mwangani, kwani yeye ni mwanga. Bwana asifiwe sana. Our works must be the light. Matendo ya nuru. Kwa hivyo Bwana ni nuru, kwa sababu yeye ni nuru. Katika nuru, wakati kuna nuru tunaweza kuona. Wakati tuna nuru tunaweza kufanya kazi yetu bila kusumbuka. Kwa hivyo tumshukuru Bwana,
Tumsifu Bwana kwani yeye anafanya mambo yakawa rahisi. Number 3, he is worthy of praise. Yeye anastahili sifa. Bwana anastahili sifa. Yeye peke yake anastahili sifa. Mambo ya Nyakati ya kwanza 16:25. Mambo ya Nyakati wa kwanza 16:25 nasema kwamba Bwana anastahili sifa. Na pia kitabu cha Ufunuo wa Yohana 5:13. Ufunuo wa Yohana 5:13. Tusomee hicho cha kwanza tafadhali. Mambo ya Nyakati, 1 Chronicles 16:25. Hilo linasema, kwa kuwa Bwana ni mkuu, mwenye kusifiwa sana, na kuhofiwa kuliko miungu yote. Bwana asifiwe. Yeye anastahili sifa kuliko miungu yote. Tunamuita Mungu wa miungu, si ndio? Yeye ni Mungu wa miungu. So he is worthy of our praise. Ufunuo wa Yohana 5:13 inasema, na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi na juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake, na nilisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uwezo una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana kondoo hata milele na milele. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo anayestahili kusifiwa katika maisha yako, na tunatakana tuishi maisha ya kusifu. A life of worship. Worship sio kuja tu kuimba mara moja, lakini kila katika maisha yako unamtukuza Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo anayefaa kutukuzwa, viumbe vyote vinamsifu yeye, kwa sababu yeye anastahili sifa zetu. Number 4, God is great. Mungu ni mkuu. Mungu ni mkuu. That is his characteristic. Hiyo ni tabia yake. Unajua yeye anapenda. Katika kila kitu yeye hufanya zaidi. Katika kupenda anapenda zaidi. Kama ni nguvu anazo zaidi. Hata kama ni hasira anayo zaidi. Kama ni matendo yako yake ni makuu zaidi. Bwana asifiwe sana. So he is a great God. Yeye ni Mungu mkuu. Bwana asifiwe sana. Kumbukumbu la Torati 10:17. Kumbukumbu la Torati 10:17. Nitasoma Zaburi 135. Ile inasema, kwa maana Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, asiyependelea nyuso za watu, wala hakubali rushwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama unanisikia nitie mkono juu. Bwana asifiwe. So hold your hand. Sema ninasikia. Ninasikia. Kwamba Bwana ni Mungu mkuu. Sio kama kitu kingine. Bwana asifiwe sana. So Mungu ni Mungu mkuu. Apewe sifa kwa sababu yeye ni Mungu mkuu. Halinganishwi na kitu kingine. Zaburi 135, Zaburi 135:15 inasema, sanamu za mataifa ni fedha na dhahabu, kazi ya mikono ya wanadamu. Kuna vitu tunavyovichukua vinavyotumika. Bwana asifiwe. Vinavyotumika. Watu wanavitengenezea sanamu. Amri ya pili aliyetupa Bwana inasema nini? What is the second commandment? Amri ya pili inasema nini? Usiabudu miungu mingine. Hiyo ni amri namba 1 inasema nini? Bwana asifiwe sana. Watu wanafanya sanamu. Wanailinganisha na Mungu. Wanaenda wanaipigia magoti. Hivyo vyote nakumbuka wakati wa Dagoni wa Israeli, wakati bahari aliambiwa Mungu alikuwa Mungu ni bahari.
wakasema wataomba wamwite kwa sababu labda amelala. Elia aliwaambia, mwiteni Mungu wenu, labda amelala. Alikuwa anaitwa Baali. Bwana asifiwe. Hiyo yote ni miungu. Vyombo vya kuchonga, hivyo ni miungu. Na amri namba 2 inasema tusitengeneze chochote, kwa sababu Mungu ni Mungu wa hasira. Bwana asifiwe. Mungu ni wa hasira kubwa. Bwana asifiwe sana. Number 5. Nimesoma. Number 5, God is majestic. Be majestic inasema ni nini kwa Kiswahili? Majestic. Oh Lord, how majestic is your name, hallelujah. Oh, what does majestic? Simon, majestic. Great. Kubwa sana, si ndio? Yes. Oh Lord, we praise your name. Jina lake anapewa utukufu. Yeye ni Mungu, yaani vitu vyake ni vya ajabu. Bwana asifiwe sana. Yeye hata uzuri wake ni wa ajabu. Upendo wake ni wa ajabu. Kila kitu cha Mungu ni wa ajabu. He is a majestic God. Bwana asifiwe. Kwa hivyo apewe sifa kwa sababu yeye ni mkuu. Mungu wa ajabu. First Chronicles, Mambo ya Nyakati wa kwanza 29:11. Mambo ya Nyakati wa kwanza, First Chronicles 29:11. Hii ni naona na Biblia karibu. Nasema, Bwana, ukuu ni wako na uweza na utukufu ni wako, na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako, Bwana, nawe umetukuzwa, mkuu juu ya vitu vyote. Amen. Bwana asifiwe sana. Wakati watu wengine ukisema simuombe, wakati wa kuomba, sasa niseme nini? Nimemaliza kuomba. Sina maneno ya kuomba. Msifu tu Bwana kwa sababu ya uzuri wake. Kwa sababu alivyopamba ulimwengu. Angalia alivyopamba wanawake. Angalia alivyowapa wanaume nguvu. Alivyofanya vijana wanaenda mbio, wako na akili. Bwana asifiwe. We just thank God kwa sababu yeye amefanya vitu vilivyo tofauti kabisa. Zaburi 8 inasema, wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote. Wewe umeuweka utukufu wako mbinguni. Vinywani mwa watoto wachanga na wanyonyao umeiweka misingi ya nguvu. Kwa sababu yao wanaoshindana nawe, uwakomeshe adui na mijilipiza kisasi. Bwana asifiwe sana. When you praise God, Bwana anasema tunapomuinua yeye huinuliwa. He is exalted. Na Bwana anapoinuliwa yeye huvuta watu kwake. Bwana asifiwe sana. So tunapojifunza kumsifu Bwana anavyotaka asifiwe, atainuliwa. Na anapoinuliwa atabadilisha hali. Watu watakuja kwake. Na mtu anapokuja kwa Bwana habaki alivyo, anabadilika. Bwana asifiwe sana. Watu watabadilika, hali zitabadilika kwa sababu yeye ni Mungu wa uwezo wote. Bwana asifiwe. Mungu hutenda maajabu. Namba 6. Mungu hutenda maajabu. Isaya 29:14. Isaya 29:14. Na Zaburi 164. Watakusomea Isaya, nitasoma Zaburi. Kwa sababu hiyo, mimi nitafanya tena kazi ya ajabu kati ya watu hawa, kazi ya ajabu na muujiza, na akili za watu wao wenye akili zitapotea, na ufahamu wenye busara wao utafichwa. Asante. Bwana asifiwe sana. Mungu atafanya mambo ya ajabu. Bwana asifiwe. Anamwambia Habakuku, I will
wakati wako. I will do something in your time. Na hata wewe utashtuka, utakuwa utapata hiyo, utapigwa na butwa. Asante. Bwana asifiwe sana. I will do a wonder, even you. Hata wewe mwenyewe kwako unashtuka. Mambo ambayo Mungu ametutendea, unashtuka, si ndio? Hata wanashtuka, bado yuko. Fikiria amekwisha. Kwa sababu Mungu anafanya mambo ya ajabu. Kwa hivyo Mungu asifiwe, kwa sababu yeye anaweza kufanya mambo ya ajabu. Zaburi 134:4 inasema, yeye peke yake afanya maajabu makuu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Bwana asifiwe sana. It is God. Tuko leo kwa sababu yake. Na tukikubaliana na yeye kwamba yeye matendo yake ni ajabu, ingawa mambo mengine yanafanyika, lakini matendo yake ni ajabu. Bwana asifiwe sana. Hiyo namba 6. Tumefika namba 6. Wale wanaandika namba 6. Wangapi wanaandika? Kwa wengine wakati wa kusoma wengine walikuwa wanacheza chini ya miti, ndio. Namba 7. God's name, jina lake ni kuu. Jina lake ni kuu. Isaya 42, Isaya 42:8. Alafu mimi nitasoma Zaburi. Isaya 42. Kuna vitabu vingi, lakini nimechagua kusoma tu mbili kwa sababu ya wakati. Mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitampa sanamu sifa zangu. Amen. Bwana asifiwe sana. Ni Mungu atatukuzwa. Ukipona ni Mungu amekuponya. Bwana asifiwe sana. Msitie watu majaribuni. Bwana asifiwe. Mungu jina lake ni lake peke yake. Bwana asifiwe. Ni Mungu ametuponya. Binadamu hawezi kuponya. Bwana asifiwe sana. Zaburi 20:7. Neno la Bwana linasema, hawa wanataja magari na hawa farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Ujasiri wetu, our confidence is in the Lord. Ujasiri wetu uko katika Bwana. Tunajua Bwana ndiye amefanya kazi hii. Kama ni kazi, ni Bwana amenipa. Bwana asifiwe. Amen. Of course Bwana ndiye hunipa uwezo. Anasema katika Isaya, Bwana ndiye atupaye uwezo wa kuwa matajiri, si ndio? Ni Bwana. Uweze kusema ni mimi nimejenga hii nyumba. Kuna jamaa mwingine alisema Kenya, hata hii kitu tumeanza, hata Mungu hawezi kubadilisha. Na huyo jamaa hakuamka. Alifanya kazi. Bwana asifiwe. Hawezi. Kwa hivyo Mungu jina lake ni lake peke yake. Na hataki unapomweka Wafilisti walijaribu. Wakati sanduku la Bwana lilipoletwa, wakaweka Dagoni akaanguka. Mara ya kwanza alivunjika mkono na Mungu. Siku ya pili wakamrudisha, wakatengeneza, wakamrudisha hapo karibu na the ark. Alianguka, ameanguka. Mungu hawezi kulinganishwa na mwingine. Bwana asifiwe sana. His word of honor, anastahili heshima. Mungu anastahili heshima. Namba 8. Mungu anastahili heshima. Timotheo wa kwanza 1:17. Timotheo wa kwanza 1:17. Mungu anastahili heshima yake. Na mimi nitasoma Ufunuo wa Yohana 4:1. Nasema, sasa kwa mfalme wa milele, asiyeweza kuona uharibifu, asiyeonekana, Mungu peke yake, na iwe heshima na utukufu milele na milele. Amina. Bwana asifiwe. Anastahili kuheshimiwa. Amesema katika
tunamaliza, si ndio? Yes. Yeye hawezi kulinganishwa na mtu mwingine. Yeye anastahili sifa yake. Ufunuo wa Yohana 4. Baada ya hayo naliona, natazama, mlango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema, panda hata huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo. Na mara nilikuwa katika roho, natazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti, na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe na yaspi na akiki na upinde wa mvua ukizunguka kile kiti cha enzi, ukionekana mithili na zumaridi. Na viti 24 vikilizunguka kile kiti cha enzi, na juu ya vile viti naliona wazee 24 wameketi, wamevikwa mavazi meupe, na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji na dhahabu. Na katika kile kiti cha enzi kunatokana umeme na sauti ya ngurumo, na taa 7 za moto ziliwaka mbele ya kile kiti cha enzi, ndizo roho 7 za Mungu. Na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa bahari ya kioo. Inaendelea. Bwana asifiwe. Lakini hapo unasikia anasema nini? Anastahili. Bwana asifiwe. Hao wazee walikuwa wanainama na kumwabudu, unastahili. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Bwana anastahili. Wakati unaambiwa mpigie Bwana magoti, piga makofi, piga, kwa sababu unampigia yeye. Bwana asifiwe. Yeye peke yake anastahili, sio baba yako, sio mtu mwingine, ila yeye. Bwana asifiwe. So God is exalted. Bwana ameinuliwa juu sana. Namba 9. Bwana ameinuliwa juu sana. Zaburi no Isaiah 57. Joy Isaiah 57:15. Isaiah 57:15 akamilisha. Na mimi nitasoma Zaburi. Biblia inasema, maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akaye milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi, nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliotubu. Asante. Kuzifufua mioyo yao waliotubu. Tunapotubu tunafufuliwa, we are restored. Tunaondolewa mahali tulikuwa, tunawekwa mahali pengine. Bwana asifiwe sana. Katika Waefeso tunaambiwa, Efeso 1:17 tukiendelea na 1:17, nasema kwamba we have been put in higher places. Bwana ametuweka mahali pa juu. We are seated in high places. Bwana asifiwe sana. Na Wakolosai 3 nasema kwamba kama nyinyi mmefufuliwa na Kristo, mlikufa na Kristo na kufufuliwa na yeye, maisha yenu yako katika Kristo aliye ndani ya Mungu. Bwana asifiwe sana. So you have been hidden in Christ who is in God. So tumeinuliwa mahali pa juu wakati tunaponyenyekea, tunapotubu dhambi zetu. Kwa sababu tukisema hatuna dhambi, tunamfanya yeye muongo na ukweli haumo ndani yetu. Bwana asifiwe sana. So when we accept, tunapokubali dhambi zetu na kumwambia Bwana, hapa nimekosa, anakubali kukutakasa, anakusafisha, anakufanya mtu mpya na anakuweka kukaa mahali pengine. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo yeye ameinuliwa juu sana. He is highly lifted up. Na tutasoma Zaburi 97:9. Maana wewe Bwana ndiwe uliye juu sana kuliko nchi yote, umetukuka sana juu ya miungu yote. Bwana asifiwe sana. Yeye ako juu, hakuna mtu mwingine juu yake. Na anasema yeye akisema hakuna mtu anapinga, akifungua mlango hakuna mtu atafunga, na anapofunga hakuna mtu ataufungua. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo apewe sifa kwa sababu yeye ameinuliwa juu sana. He has splendor. Bwana asifiwe.
sweet. He has splendor and beauty. I don't know how to say that in Kiswahili. Bwana asifiwe. Sijui splendor ni kusema aje kwa Kiswahili. Tutasoma 2 Chronicles 20:21. Yaani Bwana sijui anapendeza sana. Anapendeza sana. Ninamaliza. This is number 10. 2 Chronicles 20:21. Alafu kuna Psalms 29:2. Hata tusomea 2 Chronicles. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Bwana asifiwe. I don't know. It is just beautiful. Bwana asifiwe. Wakati umeomba, umejiachilia kwa Mungu, unatamani hatungeenda nyumbani, ungetamani Mungu angekuja siku hiyo. Sio? Ni uzuri kuwa katika uwepo wa Bwana. Zaburi 29:2. Mpeni Bwana utukufu kwa jina lake. Mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Bwana asifiwe sana. Aabudiwe, asifiwe, kwa sababu amevaa wema. Unapomuona hautatamani kuona kitu kingine. Namba 11. God is awesome. God is awesome. Deuteronomy. Kumbukumbu la Torati 7:21. God is awesome. Extremely impressive. Kumbukumbu la Torati 7:21. Biblia inasema, usiingiwe na kicho kwa sababu yao, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu katikati yako, Mungu mkuu mwenye utisho. Amen. Mungu mwenye utisho. Bwana asifiwe. Atawatisha. Uwepo wake peke yake, katika utukufu wake. Bwana asifiwe sana. Zaburi ya 47:2 inasema, kwa kuwa Bwana aliye juu mwenye kuogofya ndiye mfalme mkuu juu ya dunia yote. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Bwana ni mkuu, anaogofya, ni mfalme mkuu. Ya mwisho, God has beauty. Mungu ana urembo. Mungu ana urembo. God has beauty. Isaya 33:17. Isaya 33:17. Inasema, macho yako yatamwona mfalme katika uzuri wake, yataona nchi iliyoenea sana. Amen. Bwana asifiwe sana. The beauty of the Lord. Uzuri wa Bwana. Uzuri wa Bwana. Ndio Mungu Daudi akasema neno moja ninalolitamani ni kwamba, Bwana asifiwe, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo ninalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Bwana asifiwe sana. I don't know. Mnasikia imani kweli? Bwana asifiwe. Napenda hili neno. Kwa kizuri nasema, one thing I have decided, that I may dwell in the house of the Lord and behold his beauty. Bwana asifiwe. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni. Bwana asifiwe sana. Yoshua aliambiwa neno hili lisitoke kinywani mwako. Usiende kushoto ama litafakari. Kutafakari is to understand, to meditate.
19. Sikumbuki ilikuwa ni 5. Nasema kwamba neno la Bwana ni taa na mwanga kwa njia zangu. Bwana asifiwe sana. Hili neno tunapolitafakari, unapoenda nyumbani umeandika, unalitafakari hili neno, unafikiria hili neno lilikuwa linaifunza nini? It will change you. Na ukiwa katika uwepo wa Bwana, as long as you are in the presence of God, there is nothing that will be withheld from you. Hakuna kitu utanyimwa. Bwana asifiwe. In the book of Romans chapter 8, inasema kwamba he who did not withhold his own son, but gave him for us all, will he not along with give us all things? Bwana asifiwe. Mungu hakuzuia mwana wake wa pekee atoke kwa sababu yako. Anaweza kuzuia chochote kizuri kukufikia if you are in him, ukikaa ndani yake. Bwana asifiwe. Anasema sisi ni hekalu. Nipe Bwana asifiwe. Yeye hangezuia kwa sababu ya upendo alionao Mungu juu yetu. Mbona sisi tuendelee kutembea? Mbona unatenda dhambi, unarudi, unatenda dhambi, unarudi, unaombewa, unarudi? Sisi wenyewe we have lost the way. Tumepoteza nguvu. Lakini Bwana anasema tukimwita, tukitubu dhambi zetu, ndipo atakaposikia tunapomwita. Bwana asifiwe sana. Ambia jirani, mrudie Bwana. Ambia jirani yako, mrudie Bwana. Wacha hiyo mchezo unafanya. Ukitaka mema, mwambie ukitaka mema yako katika Bwana. Bwana asifiwe. Ndio sababu anasema seek ye first. Utafute kwanza ufalme wa Mungu, na haya mengine yote utaongezewa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Seek ye first the kingdom. Ukifanya mema mbele ya Mungu, tumeona wema wake, tunamsifu kwa sababu yeye anastahili. Tukitaka tuwe na uhusiano na yeye, lazima tubadilishwe, tukubali kubadilishwa. Tukubali kubadilishwa. Warumi 12:1-2 anasema hivi, tubadilishwe. Biblia anasema tubadilishwe na katika nia zetu, tusiende kama ulimwengu. Tusomea hapo Warumi 12. Warumi 12. I beseech you, brethren, by the mercies of God. Yes. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Amen. Bwana asifiwe sana. Ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Asante. Bwana asifiwe sana. Tubadilishwe nia yetu. Let us accept the Lord to change our brains, the way we think. Tubadilishwe. Tusifanye vile ulimwengu unafanya. Tusifikirie vile wazee wa zamani walifikiria. Bwana akiwa ndani yetu ana uwezo wa kutubadilisha. Na anasema katika Yeremia kwamba nitawatia ndani yao moyo mpya. Moyo wa kunijua, moyo wa kunitafuta. Na katika Zaburi 51 Daudi anasema niumbie roho safi. Moyo mpya na roho safi. Bwana asifiwe. Roho ya kunyenyekea. Bwana asifiwe. Tumejinua sana mpaka Mungu anakosa nafasi yake. Sitaki kwenda sana kwa sababu tulichelewa. Lakini nashukuru Bwana. I wish you would feel the way I feel concerning hilo neno la Bwana. Tukikubali kubadilisha. Tunasikia neno
hatubadiliki. Lakini tunaponisikia na kubadilisha, tunakuwa marafiki wa Bwana. Tunakuwa kondoo wa maisha yake. Atatuongoza, tunaposema niongoze, yeye mbele na mimi ninafuata. Bwana asifiwe. Kwa hivyo inamisha kichwa. Inamisha kichwa chako chini unapoomba. Yatafakari mambo haya ambayo tumesema. Kwamba Mungu ni Mungu mkuu, halinganishwi na mtu mwingine. Hawezi kupewa nafasi ya kitu kingine chochote. Unapompa nafasi yake, yeye atatenda. Unapomwabudu anavyofaa kuabudiwa, yeye atakufanyia vile unataka. Kwa sababu yeye ni Baba na wewe ni mtoto. Anajua uhitaji wako. Mambo yanayofanya yaliyotuzuia tusiuone uso wake ni dhambi zetu. Lakini unapomwendea Bwana, anasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu. Atatusafisha dhambi zetu. Atatuondolea udhalimu wote. Na tutaweza kuwa na ushirika na Mungu. Katika Ufunuo wa Yohana 3:20 anasema, behold I stand at the door. Niko mlangoni ninagonga. Yeyote atakayeisikia sauti hii na kufungua mlango, nitakuja, nitakaa pamoja na yeye. Nitakula pamoja na yeye. Kwa hivyo utakuwa na ushirika. Ushirika huu wa Roho Mtakatifu utaupata kama unanyenyekea kujiachilia kwa Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakuinua. Kwa sababu neno lako ni dhahiri. Umeliinua mbinguni. Limethibitishwa Mfalme. Asante kwa sababu halikujibu. Baba, tusaidie ili tukusifu inavyofaa usifiwe. Wewe ni Mungu. Wewe ni mwaminifu. Matendo yako ni makuu. Na wewe Baba umeremeka. Tusaidie Baba. Ili Baba tusifuatishe nia zetu. Tusifanye matendo yetu, bali tubadilishe. Wewe ni mtakatifu. Baba, ninaomba kwamba unatusaidia. Katika udhaifu huu Baba tutie nguvu ili tuweze kukupendeza. Kwa Yesu Kristo ninaomba.